صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي سيدي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب دجاة الأمة، ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. أمنا والله من تمسك بكم ما خاب، والله من سار على نهجكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عاطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثة بأعلى أصواتكم بحب الحسن والحسين. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا رؤيا التي أرأيناك إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuko katika mwisho wa maisha yake, ndiyo umebaki muda mchache afunge faili lake ende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad anaoteshwa ndoto ambayo ilimhuzunisha. Riwaya zinasema baada ya ndoto ile mtume hakuonekana, anacheka mpaka akafariki. Ni ndoto gani mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliota ambayo ilimfanya asifurahie katika maisha yake? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama anaota ndoto, anaona nyani wanapanda na kuteremka katika mimbari yake. Kwa kweli ilikuwa ni jambo la kuhuzunisha sana. Mimbari ya mtume wa Mwenyezi Mungu, wanakuja nyani
wanapanda, wanacheza, wanateremka. Mtume alihuzunika sana kwa kuona ndoto hii. Alipokuwa katika hali ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtumia wahyi. Aya ya 60 katika surati al-Isra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama ja'alna ru'ya allati arainak, na hatukuifanya ndoto ambayo tulikuonyesha, illa fitnata linnas, isipokuwa ni kuwa fitna kwa watu. Wa shajaratul mal'una fil Qur'an, na mti uliolaaniwa katika Qur'ani. Hii ni aya ya Qur'ani inasema kwamba mtume alionyeshwa ndoto ambayo ilivuruga kabisa furaha yake, iliondoa kabisa furaha katika moyo wake. Mtume hakuonekana anacheka wala kutabasamu. Baada ya hapo, mtume anaona Bani Umayya, watu katika Bani Umayya, shajaratul mal'una fil Qur'an, watu wanapanda katika mimbari ya mtume, wanapanda wanateremka kama manyani wanavyofanya. Mtume lilimsikitisha sana hili. Mtume anaangalia miaka yote 23, miaka 10 Maka, anapata shida, anapata tabu, anapata dhiki. Paka maswahaba walikuwa wakiteswa, wengine wakakimbilia Ethiopia kwa mateso yalivyokuwa makali, kwa machungu waliokuwa nayo. Wanarudi wanakuta mateso bado yale yale, wakarudi tena Ethiopia. Mtume anaendelea na kazi mpaka anawekewa vikwazo vya chakula vya kadha wa kadha, mpaka mtume katika vikwazo vile akampoteza ami yake Abu Talib, anampoteza mke wake kipenzi Bibi Khadija alayha salam. Anaishi kwa dhiki, anaishi kwa mateso miaka 13, mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia hasa mtume hama kutoka Maka kwenda Madina. Madina anamaliza miaka 10, amepigana vita chungu nzima, maswahaba wameuliwa, wamepata adha kadha wa kadha. Miaka 23 sasa inakwisha, mtume umri ndio umebakia mdogo, anaona nyani wanapanda katika mimbari yake na wanateremka. Kazi yote ya miaka 3 inapotea, kana kwamba mtume hakufanya kitu. Kwa kweli ilikuwa ni haki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuto kucheka wala kuonekana kwamba anatabasamu. Watu miaka 3 aliyofanya kazi mtume inaonekana kwamba inavurugika, inachafuliwa. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anahuzunika, anaonyesha kwamba baada ya kazi yako hii, baada wewe kurudi kwa Mwenyezi Mungu, watakuja watu katika Bani Umayya, watakuja kuichezea dini hii kama wanavyoona manyani wanavyocheza. Kazi ulifanya kwa muda mrefu itakuja kutiwa dosari, itakuja kuharibiwa na watu wa namna hii. Kwa kweli mtume hakufurahi. Sasa katika riwaya ambayo anapokea Al-Hakim An-Nisaburi katika kitab Al-Fitan, hadithi namba 8481, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala inni ra'aytu fi manami
kaanna bani al-Hikam bin al-Asi yanzuuna ala minbari kama tanzuu al-qirda. قال فما رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاحكا متبسما. Riwaya imepokewa kwa mapokezi mengi, lakini inawalenga Bani Umayya. Lakini innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, kwamba Mtume anasema ni Bani Umayya, lakini Bani Umayya walipokuja katika kushika hatamu za uongozi, wakashika madaraka, walizitumia kalamu kwa maslahi yao. Waliwatafuta watu hodari, hadithi zifanyiwe mchezo, zikawa nasema kwamba Bani al-Hikam, kana kwamba unaonyesha ukoo mmoja. Bani al-Hikam si Bani Umayya wote, ni kwa kuwa watu walitaka kupotosha kwamba Bani al-Hikam ndio ambao watakuja kuchezea dini ya Mwenyezi Mungu, watakuja kuchezea dini ya Mwenyezi Mungu. Kiashirio ni kwamba mimbari ya Mtume, kwa sababu mimbari ya Mtume ndio mahala ambapo watu wanakaa, wanatangaza dini, wanafundisha dini. Sasa Bani al-Hikam ni watu wenye historia mbovu, wanajulikana kabla ya utume na wanajulikana baada ya utume. Kwa hiyo walikuwa wanayachezea maneno ya Mwenyezi Mungu, wanamchezea shere Mtume. Sasa itakuwaje maneno ya Mtume? Kwa hiyo walitaka kupindua. Sasa hawa wanacheza na dini. Lakini katika riwaya nyingine inaashiria kwamba ni Bani Umayya wote. Bani Umayya ndio shajaratul mal'una fil Qur'an, ni mti ambao umelaaniwa katika Qur'an, ni ukoo ambao umelaaniwa, ni ukoo ambao hauna kheri, ni wenye kufanya ufisadi. Ndivyo walivyokuwa Bani Umayya. Mwangalie Abu Sufyan alivyomhangaisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwangalie Muawiya jinsi alivyomhangaisha Ali bin Abi Talib. Mwangalie Yazid bin Muawiya jinsi alivyomwangamiza Imam Hussein. Kwa hiyo kupanda katika mimbar na kuteremka maana yake ni kuichezea dini. Mtume hakukusudia zile mbao zilizotengenezwa kama mimbari ndio watafanya hivyo. Hapana, watachezea dini. Kama ni kitendo cha kupanda tu na kuteremka, Mtume asingeonekana katika hali hiyo, alihuzunika muda wote. Sasa Mtume anaona kwamba kazi yote aliyofanya itakuja kuchafuliwa na watu hawa. Na kwa kweli kama ukiangalia mafunzo ambayo yamepindishwa, yamepigishwa kona, ni kutokana na uchafu wa Bani Umayya, ni kutokana na kazi ya Bani Umayya. Kwa hiyo baada ya kufika kukalia mimbari ya Mtume, walifanya mambo. Inatosha tu kuyasikia ya Muawiya bin Abi Sufyan akiwaeleza watu kwamba mimi mnapoona na wapiga vita, silali napanga mikakati ya kuangamiza, sio kwa sababu nyinyi hamswali, sio kwa sababu nyinyi hamfungi, sio kwa sababu nyinyi hamtoi zaka, sio kwa sababu nyinyi hamwendi hija.
ninachotaka kwenu, najua haya yote mnayafanya, ninachotaka kwenu ni kwamba ni watawale. Ndio fikri ya Abu Sufyan. Abu Sufyan anakaa msikitini, msikiti wa Mtume Madina, anakaa anajinamia, anamwangalia Mtume Muhammad jinsi alivyopendeza kwenye mimbari yake, anaangalia Waislamu jinsi wanavyong'ara kwa nuru ya Uislamu. Akawa anafikiria, hivi ni kwa jambo gani huyu bwana amenishinda? Ni kwa kuwa sina nguvu? Kwa kitu gani amenishinda? Kwa kitu gani huyu mtu amekuwa mfalme na mimi nikakaa chini sina namwangalia? Mtume anatazama na kuona mtazamo wa Abu Sufyan, anajua fikra za Abu Sufyan, akampiga mgongo na kumwambia, billahi ghalabtuka. Ewe Abu Sufyan, huu sio ufalme, hii sio dunia, huu ni utume, ni cheo ambacho Mwenyezi Mungu anampa mteule wake katika waja wake, katika vipenzi vyake. Hapewi mtu kama Abu Sufyan mlaghai. Huyu Abu Sufyan anafikiria hivyo. Muda unaenda, siku zinaenda, mpira ukaangukia mikononi mwa Bani Umayya. Akasema msemaji au alienda Abu Sufyan, akaingia. Wanasema wakati ule macho hayaoni, ameshazeeka. Anauliza, ewe Uthman bin Affan, kuna mgeni hapa? Hili lilikuwa ni fumbo. Fumbo mfumbe mjinga, mwerevu angamue. Sasa yule aliyepewa fumbo hili, kuna mgeni hapa? Akasema hakuna. Yule alikuwa anataka kueleza, je, katika hawa waliokaa hapa kuna ambaye si Bani Umayya? Yeye alielewa ni mgeni tu. Akasema hakuna. Akasema fatalaqafuha talaqaful qurra. Akasema, Uthman, umeshafika baba, miaka yote nikipigana kwa ajili ya hili, sasa limekuja lenyewe mikononi mwako. Pokezaneni, lidakeni kama unavyodakwa mpira. Lakini akagundua kwamba walikuwepo watu, tumesili kuuliza kwamba kuna mgeni hapa. Ndio, lakini yameshatoka. Yaliyoko katika moyo, nia iliyoko katika moyo, kama una dhamira mbaya, kama una dhamira chafu, itatolewa hapa. Ulimi utatoa siku moja. Kwa hiyo nia yake yote ile aliyokuwa ameiweka, ikafika siku ile ikatoka. Kuna mgeni hapa, yani kuna mtu ambaye asiba ni Umayya hapa jamani, au tuko wenyewe? Akamwambia hakuna shaka. Sasa basi nakwambia Uthman, hakikisheni jambo hili linatoka kwako, linakwenda kwa Muawiya, linatoka kwa Yazidi, linaenda kwa paka likafika kwa Hajjaj bin Yusuf Athaqafi. Mnamjua Hajjaj bin Yusuf Athaqafi? Mtume anasikitika, watu wanachezea dini. Ushahidi mzuri ni ushahidi wa wale, ni watu wenyewe wanapotoa ushahidi. Ukiwa umepata ushahidi, mtu mwenyewe anayehusika akakutolea ushahidi, kuna shida gani tena bana? Bwana mmoja alisema kwamba kama watu wote katika ulimwengu huu waambiwe kila watu watoke na muovu wao, mwenye kushika namba moja katika uovu, kuanzia kwa Adam mpaka katika umma Muhammad, kila mtu anakuja na mtu muovu, wa kharajna nahnu bil Hajjaj bin Yusuf Athaqafi la ghalabnahum, wanafikiri angekwaje? Sema kama watu wote watoke na muovu wao, na sisi Bani Umayya tutoke na Hajjaj bin Yusuf, la ghalabnahum, tungewashinda. Sasa anashinda kwa uovu, unafikiri alikuwa mwovu namna gani? Historia inatuambia kwamba
Al-Hajjaj bin Yusuf anaelekea motoni, anahusia, anasema mnaona nyumba hizi, milango hii mnaiona, isifunguliwe mpaka mhakikishe mmeshanzika. Msifungue milango hii mpaka mhakikishe nimeshakufa. Umeweka dhahabu, umeweka mali gani ya Hajjaj bin Yusuf? Anakufa, anaenda zake, wanafungua milango, kila chumba kuna watu 30,000, wote ni masayidi, wote ni katika kizazi cha Mtume. Chumba kimoja watu 30, wote ni kizazi cha Mtume, wote watoto wa Mtume. Vyumba sijui vilikuwa vingapi. Hajjaj bin Yusuf Thaqafi, jela zake ukifungwa kama ni Mwarabu utatoka Mwafrika. Sio kwa kuwa alikuwa anapaka rangi. Jua ni lako, mvua ni yako, upepo ni wako. Paka mtu ukienda kumwona, huyu sio mwenyewe, ndugu yangu hakuwa hivi, ndugu yangu ni Mwarabu piwa. Jua limemfanya awe hivyo, baridi limemfanya iwe hivyo, mvua zimemfanya awe hivyo. Ama akiwafunga akina mama, a'udhu billah, vichwa chini miguu juu, mpaka wakifika katika hali zao inatokea puani na masikioni. Hajjaj bin Yusuf Thaqafi, huyu ni mmoja katika chinja wa Bani Umayya. Sasa Mtume anaona wanapanda katika mimbari yake kwamba watachezea dini, lakini wakaja watu mafundi wasema kwamba Mtume alipo ota ile ndoto kaambiwa, Mtume wa Mwenyezi Mungu, hawa si kwamba watahusiana na mambo ya dini, hawa watakuwa ni katika mambo ya dunia tu. Mambo ya dunia wakati umekalia mimbari ya Mtume unasema qala Allahu qala Rasul. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alihuzunika sana kwa tukio hili, alihuzunishwa sana na ukoo huu. Na kwa kweli Mtume hakuishi kwa raha kutokana na ukoo huu. Fitina nyingi tunazoziona zimesukwa na ukoo huu. Uharibifu mwingi tunauona umefanywa na ukoo huu. Kama Bani Umayya wasingekuwa na dhambi nyingine yoyote, wawe na dhambi moja tu ya kufanya umma huu utawaliwa na wafalme wa kurithiana, tena ambao hawana sifa wala hawana vigezo, ingetosha kuwa ni dhambi. Lakini ukielezwa walioyafanya, hutoamini masikio yako wala hutoamini macho yako. Utauliza, hawa watu walikuwa katika umma wa Muhammad? Walimuona Mtume Muhammad? Walimuamini Mtume Muhammad? Au ilikuwaje? Au kwa uchache, hivi dini ya watu hawa ilikuwa ni ya sampuli gani? Umeishi na Mtume muda wote, hujabadilika. Umemsikia Mtume miaka yote, hujanufaika. Sasa kama katika uhai wa Mtume wanafanya vitimbi vya namna hii, unafikiri baada ya Mtume watafanya nini? Ndio hayo ambayo tunayasikia. Muawiya siku moja analalamika au anasikitika au anajuta. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Hujr bin Udayd. Huyu alikuwepo katika, alifika mpaka kwenye utawala wa Muawiya, alifanywa aliyofanywa. Kisha Muawiya Ubaidullah bin Ziyad akamchukua mtu huyo akampeleka Sham, makao makuu kwa Muawiya. Alipompeleka kule,
Muawiya akaangalia akaona huyu bwana hana hatia, hana kosa, anataka kumrudisha Kufa. Katika hali ile Ubaidullah naye akapata wahai wake kutoka kwa shetani, akamwambia, ewe Muawiya, kama unataka utawala wako ubaki, usinirudishie mtu huyu, lakini kama unataka utawala wako uanguke, basi mlete. Muawiya sasa anazidiwa keti na Ubaidullah bin Ziyad, anamchukua Hujr bin Uday, na wale waliopelekwa kule, Hujr bin Uday anauliwa. Sasa Muawiya anasema, kila mtu niliyemuua najua sababu yake nilimuua. Kila mtu niliyemuua, ameua ngapi anajua mwenyewe, lakini kila mtu niliyemuua najua ni kwa nini nimemuua, lakini nikiangalia sababu niliyomuua Hujr bin Uday, sahaba wa mtume, sioni. Ole wako Muawiya, kisimamo chako kitakuwa kirefu kiasi gani kwa Mola wako? Anasema hayo ndio bado hajafa. Anasema kisimamo changu kwa kumua Hujr bin Uday kitakuwa namna gani? Lakini ewe Muawiya, kisimamo chako kitakuwa namna gani kwa kumua Hasan bin Ali? Kisimamo chako kitakuwa kirefu namna gani kwa kumua Hussein bin Ali? Kisimamo chako kitakuwa kirefu namna gani kwa kukiangamiza kizazi cha mtume? Kisimamo chako kitakuwa kirefu namna gani kwa kuihilikisha dini hii, kwa kuipotosha dini hii? Umewalipa watu mapesa wakaandika hadithi za uongo. Ana madinatul ilm wa Ali babuha wa Muawiya miftahuha. Muawiya, utasimama kisimamo gani? Zinapokewa riwaya zingine, ukitaka kuona watu wa motoni, waangalie watu wawili wanayekuja. Unajua ni nani watu wawili? Riwaya inatengenezwa, mtu amelipwa pesa. Watu wawili ni Ali na Abbas. Hivi ukitaka kuona watu wa motoni ni Ali na Abbas? Ali ma'al haq wal haq ma'a Ali. Muhammad wa Muhammad salli ala Muhammad wa Muhammad. Kisimamo chako sina Uday bin Hujr bin Uday. Kisimamo chako ni kwa kupotosha hadithi za mtume, kwa kupotosha taawili za aya. Sasa Muawiya bin Abi Sufyan ndio ametuletea mtu ambaye anaitwa Yazid bin Muawiya La'in bin La'in, mtu ambayo ametia majonzi yote tunayoona siku ya leo. Kwa hiyo Muawiya, tukianzia na Abu Sufyan, ndio waliofanya kazi hii ambayo ilikuwa hitimisho lake siku ya Ashura. Imam Hussein, kama tulitangulia kusema katika kikao cha jana, Imam Hussein anayafuata mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi au wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi. Imam Hussein ni imam mafurudha taa. Imam Hussein sio mjukuu wa mtume, ni sayyid shababi ahli janna. Al-Hasan wal Hussein imaman qama au qada. Anaona na akikumbuka ndoto ya babu yake kwamba manyani wanacheza katika mimbari ya mtume. Manyani wenyewe ndio hayo akina Ziyad, manyani wenyewe ndio akina Yazid,
ndio akina Muawiya. Hivi kweli Imam Hussein ilikuwa anyamaze aone manyani anachezea mimbari ya Mtume? Bila shaka alitumia ile nafasi ya kwanza, daraja la kwanza, falyughayiruhu biyadihi, lazima uovu ule au kataze kwa mkono wake, lazima auzuie kwa mkono wake. Ndivyo aliyofanya hivyo, na akasema maneno yaliyo dhahiri shahir, mithli la yubayyi'u mithla, aliye mfano wangu Hussein bin Ali hawezi akatoa mkono au kiapo cha utii kwa mtu kama Yazid. Kwa nyani wa Bani Umayya, imamu atoke aache nyani aingie aje akae kwenye mimbari, kisha awe anateremka na kupanda na kuteremka kupanda. Imam Hussein anasema la. Akasema maneno yake mashuhuri, in kana dinu Muhammad la yastaqim illa biqatli faya suyufi dini. Kwa kama mambo yatafikia mimi nitoe uhai wangu, mimi nife shahidi, lakini usalama wake ni kwamba dini hii itabaki, damu imwagike, lakini damu ile iwe ni chemchemu ya kufanya dini ya Mwenyezi Mungu iendelee, dini ya Mwenyezi Mungu iimarike, dini ya Mwenyezi Mungu imfikie hadi mtu wa mwisho katika ummat Muhammad. Kama itakuwa hivyo, basi sitojali. Mapanga yani katekate, mapanga yani uwe. Ndivyo aliyofanya hivyo. Lakini Imam Hussein alayhi salam hakutaka tu peke yake auliwe. Hili lingekuwa ni jambo jepesi, na lilikuwa ni jepesi kwa Bani Umayya. Alitaka kupeleka ujumbe ambao utabaki milele. Watu watakaa wakielezana, vizazi vitakuwa vinasimuliana kwamba alihakikisha katika ujumbe wake, katika kupeleka risala, kupeleka message, anachukua kila aina ya mtu. Walikuwepo wazee akina Habib bin Madahir, walikuwepo vijana akina Ali al-Akbar, walikuwepo watoto akina Ali al-Asghar, walikuwepo akina mama, yuko Bibi Zainab anaongoza msafara wa akina mama, wako mabinti watoto wadogo akina Sukaina, akina Ruqayya. Wote hawa wanapeleka ujumbe, kila mtu anapeleka ujumbe kwa mtu. Mzee anapeleka ujumbe kwa wazee. Isije kafikia katika kuitetea dini hii ukasema kwamba mimi ni mzee. Alikuwepo Habibu bin Mudahir kule, hakusita wala hakuogopa. Alikuwa na kinga mishale inakuja, Imam Hussein anaswali, mishale yote inakita kwake, mishale yote inakita kwake ili Imam Hussein aswali swala yake. Kwa hiyo wazee walikuwepo. Kwa hiyo ukijiona mzee, basi mfano tayari una kigizo kwa Habib bin Mudahir. Kama wewe ni mama mkubwa katika umri, una kigezo kwa Bibi Zainab alayhi salam. Kama wewe ni kijana, una kigezo kwa Ali al-Akbar, akina Qasim, akina nani, una kigezo. Usitoe kisingizio. Kama wewe ni mtoto mchanga, basi kuna mchanga zaidi ambaye alikuwa na miezi 6, Ali al-Asghar. Kwa hiyo ujumbe, Imam Hussein alitafuta ujumbe, watu ambao watapeleka ujumbe kwa kila rika, kwa kila zama, kuanzia siku hiyo mpaka siku ya Kiyama. Lakini angalia, leo tunakaa tunawakumbuka watu hawa. Wao walimalizwa masaa machache tu ya mchana. Siku ya leo hivi sasa ndio wanafanya maandalizi. Mwenye kuomba dua anaomba dua, mwenye kuswali anaswali. Na jamaa walishambulia karibia na dhuhuri,
vita vimeanza. Mmoja katika masahaba wake anamkumbusha, ewe Imam, wakati huu ni wakati wa sala ya dhuhuri. Anamwambia, umefanya jambo jema, umekumbusha jambo jema, umekumbusha swala, Mwenyezi Mungu akujalie miongoni mwa wenye kuswali. Waambieni basi watuache tuswali. Inatoka watu wasema, Imam Hussein na swali, kwanza swali inakubalika? Kama swala haikubaliwi kwa Imam Hussein, inakubalika kwa nani? Kwako wewe muuaji? Wakaendeleza mashambulizi. Imam Hussein anaswali, wakijitokeza watu wakawa nazuia mishale. Imam Hussein anamaliza kuswali na wao wanaanguka hali ya kuwa ni mashahidi. Kisha mapambano yakiendelea. Ndugu yangu, kwa kweli ilikuwa ni siku ngumu sana. Kwa kweli napasa tusikitike na tumuunge Imam Hussein mkono. Lazima tuonyeshe hisia zetu. Hebu fikiria, kuna kumuua mtu mara moja, lakini unaweza kumuua mtu mara 100. Inawezekana? Imam Hussein aliuliwa zaidi ya mara 100. Aliuliwa kidogo kidogo. Wafuasi wake wanauliwa moja baada ya mwingine. Katika utaratibu walijitolea kwanza wafuasi. Katika siku hiyo kila mtu alikuwa anataka yeye ndio awe wa kwanza. Bani Hashim walitaka wao ndio waanze mapambano, wauliwe ndio waje watu wengine. Lakini katika kushindania hili kheri, basi walianza wafuasi wa Hussein. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Kwa hiyo alikuwa anatoka Muhammad wa ali Muhammad sallallahu walianza wafuasi wanajitokeza mmoja baada ya mwingine. Imam Hussein anashuhudia mtu wa kwanza anauliwa mpaka wafuasi wake wote wameuliwa. Anawaona kwa macho yake, hasimliwi. Unaona watu wanakufa kwa ajili ya kukutetea wewe, kwa ajili ya kukunusuru wewe. Unaona mtu wa kwanza mpaka mtu wa mwisho. Wanamalizika wafuasi. Wanakuja katika familia ya Mtume, Bani Hashim, anaanza kutoka mtu wa kwanza mpaka mtu wa mwisho. Wote wanauliwa. Unashuhudia mauti yao, unashuhudia wanavyochoma mikuki, unashuhudia wanavyokata mapanga. Imam Hussein aliuliwa mara nyingi sana. Kisha baada ya kuhakikisha kwamba hakuna mwanaume aliyebaki uwanjani ambaye anaweza kupigana, sasa ndio wanakujia. Imam Hussein alipata mateso makubwa sana. Rahimallahu Aba Abdullah. Alipata mateso sana, alipata machungu sana kiasi tunashindwa kusimulia. Kwa kiasi ilikuwa ni mchana mgumu, ilikuwa ni alasiri ngumu, haisimliki, haiandikiki. Lakini Aba Abdullah alikuwa na moyo wa ushujaa. Ameleleka katika nyumba ya ushujaa, amekulia katika nyumba ya ushujaa, na amehudhuria matukio ya kishujaa. Na kwa kweli lile tukio lilikuwa ni la aina yake, lilikuwa linatia simanzi, lilikuwa linatia huzuni. Lilimua Abu Abdullah mara 100. Mwisho wa yote wakampiga Abu Abdullah mishale, wakamchoma mikuki. Lakini hawa watu walikuwa ni mioyo imeshakuwa ni migumu. Na hivi ndivyo mioyo inayokuwa. Kosa unayofanya kosa mara moja, kunapatikana doa jeusi katika moyo wako. Ukifanya la pili, madoa mawili. Sasa ukifanya kama 100, maana yake ule moyo wako unakuwa ni mweusi ti. Ndivyo zilivyokuwa nyoyo za watu hawa. Mioyo yao ilikuwa ni mweusi ti. Moyo wa Umar bin Saad anaitwa na Imam Hussein, umepewa nini? Mbona kama tuna undugu, tuna ujamaa? Umar bin Saad anakaa naye, akamwambia njoo huku. Akasema nimeahidiwa cheo. Akamwambia huku utakipata kikubwa zaidi. Akasema nimepewa mali. Akamwambia nitakupa nyumba yangu mahala kadhaa. Akasema nimepewa na kadha wa kadha.
Imam Hussein alimshawishi mtu huyu, haeleweki, moyo umeshakufa. Imam Hussein akamwambia, la taakulu min birri Iraq illa qalila, sema hutokula katika ngano, hutokula chakula cha Iraqi isipokuwa kidogo tu. Umar bin Saadi akayasema yale maneno, akasema Iraqi kuna ngano nyingi. Abu Abdullah, Iraqi kuna ngano nyingi. Nini kilitokea? Umar bin Saadi alichinjwa kitandani, na kweli hajaile ile ngano aliyesema iko nyingi. Imam Hussein alikwambia hutokula isipokuwa kidogo. Yeye akajua labda kutatokea ukame, kutakuwa na ngano pungufu, akasema ngano iko nyingi Iraq, lakini hakukaa isipokuwa muda mdogo. Sasa Abu Abdullah alayhi salam, pamoja na kwamba wamemchosha kwa mishale, kwa mikuki, bado watu hawaridhiki, wanapitisha farasi katika mwili wa Abu Abdullah Hussein. Abu Abdullah anakanyagwa na farasi, anageuzwa, anakanyagwa, mbavu zinavunjwa. Hebu fikiria kwato za farasi, tena farasi wa kivita, waje wapite juu ya mwili wa mtu. Unafikiri hali ya Abu Abdullah ilikuwaje? Kwa kweli haielezeki, lakini kana kwamba hawa hawatosheki, nyoyo zilikuwa nyeusi, nyoyo zilikuwa na kutu, ni watu waliolaaniwa. Kisha mtu anakuja anapanda katika kifua cha Abu Abdullah, Shimr bin Jawshan, mtu mwenye tamaa, mtu muovu, mtu fisadi, anakaa katika kifua cha Abu Abdullah al-Husaini alayhi salam, anatoa kisu chake, anaanza kukata shingo ya Abu Abdullah alayhi salam. Ala la'natullah, rahimallahu man qamata ya Allah wa Husaina wa Abu Abdullah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wal aqibatu lil muttaqin. Matamu ya Hussein. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا